Mheshimiwa Naibu Spika, pili, naomba nichukue fursa hii nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa wizara hii pamoja na Katibu Mkuu, afisa mdhamini na watendaji wote wa wizara hii kwa kutengeneza hotuba hii ya bajeti na kuja nayo hapa Mheshimiwa Waziri na kuisoma kwa ufasaha, na tumeelewa vizuri na tupo hapa tunachangia, na niwaombe tu waheshimiwa mwenzangu tuipitishe bajeti hii ili Mheshimiwa Waziri apate kufanya kazi zake kwa utulivu zaidi na watendaji wake. Mheshimiwa Spika, naomba sasa niende katika mchango wangu na kwenda katika mafanikio. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi ambao hawa wote ni wadau wa usimamizi wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, ushahidi wa hili na sisi pia ni walengwa ambao tumepata mafunzo ya sheria mbalimbali ikiwemo msaada ya sheria au usaidizi wa sheria kwa waheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichangie katika mafanikio kipengele cha idadi ya wananchi waliopatiwa huduma ya sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipengele hichi Mheshimiwa Waziri ameainisha idadi na takwimu ambayo kuna wananchi waliopatiwa huduma hii ya sheria katika mwaka 2020 hadi 2023. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana kwa dhati kabisa niwapongeze wanawake wote wa Zanzibar ambao katika hotuba hii au katika kipengele hichi wameonekana ndio ambao ni washiriki wakubwa wa kupatiwa huduma za sheria. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba Mheshimiwa Waziri labda akija kidogo anipe maelezo kuhusiana na watu ambao walipatiwa huduma ya sheria, kwa sababu hapa katika takwimu hizi inaonekana kwamba 2020 hadi 2023 ipo idadi ambayo imewekwa, lakini 2024 hamna idadi ya watu ambao wamepatiwa huduma hii, na badala yake wapo wale walengwa ambao walikuwa wanatoa huduma hii ya utoaji wa elimu ya sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, na idadi kubwa inaonekana ni wanawake. Sasa naomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja anieleweshe labda kuna kikwazo gani cha wanaume ikawa ni idadi ndogo humu ya wale ambao wanapata huduma hii ya usaidizi wa sheria, kwa sababu wote wanawake na wanaume tunahitaji tupate elimu hii ya huduma ya sheria. Na ukizingatia kwamba wanaume ndio viongozi na hata Mwenyezi Mungu asema ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisaa. Kwa hiyo ikiwa wanawake watakuwa ndio wengi ambao wanapata huduma hii ya sheria, lakini wanaume inaonekana idadi yao ni ndogo, ndani ya maeneo yetu tunayoishi itakuwa hammalizi mivutano, kwa sababu mwanamke atakuwa anapata elimu ile ya sheria lakini wanaume inakuwa ni kidogo. Kwa hiyo ndani ya majumba yetu tunamoishi itakuwa hamuishi mivutano. Kwa hiyo wanaume na wao ni wasihi sana wajitokeze kwa wingi. Au Mheshimiwa Waziri, kuna ukakasi gani wa wanaume hawajitokezi kwa wingi kwa ajili ya kupata elimu hii ya huduma za sheria? Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hali kadhalika na mafunzo ya ndoa ni hivyo hivyo. Ni wanawake ndio ambao kuna idadi kubwa ambayo wanapata huduma hii.
Sasa mafunzo haya ya ndoa kama ambavyo Mheshimiwa Waziri humu ameeleza kwamba wanapopatiwa huduma hii au mafunzo haya tunaepukana na zile talaka za mara kwa mara zisizo na sababu na kupelekea watoto wetu tunawahangaisha, tunawapa shida, tunawapa dhiki, na sisi wazazi wa kike ndio ambao tunaathirika zaidi na tatizo hili. Kwa hiyo hili niombe sana kaka zangu nao wajitokeze kwa wingi tupate elimu hii ya ndoa. Mimi napongeza sana Mheshimiwa Waziri kupitia Mufti kuweka utaratibu huu kwamba vijana wanapotaka kufunga ndoa wanaitwa na kupata elimu ya ndoa. Na leo tunaona mabadiliko yapo kwa baadhi ya ndoa. Wapo vijana wale ambao wamepata elimu wanakaa na ndoa zao vizuri na wanalea watoto wao vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, pia naomba sasa niendelee kwa upande wa mahakama. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hapa nimpongeze Mheshimiwa Waziri pia Jaji Mkuu wa Zanzibar. Tunaona majengo yetu kwa upande wa majengo ya mahakama yalikuwa hayako na haiba nzuri. Lakini Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kupitia wasimamizi wake sasa hivi majengo haya yanajengwa kila wilaya. Hii ni kudhihirisha kwamba wafanyakazi wa mahakama watafanya kazi zao kwa utulivu na bila wasiwasi wowote, na wananchi ambao wanakwenda kupata huduma katika mahakama zetu nao watakuwa na utulivu mzuri wa kupata huduma katika mahakama hizi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pia katika sehemu ya mahakama kuna mahakimu ambao wanakuwemo katika mahakama zetu mbalimbali, hasa ukizingatia katika mahakama zetu za wilaya. Wakati mwingine kuna kesi zinaendelea unakuja kusikia kwamba hakimu kahamishwa. Mheshimiwa Waziri nampongeza sana, wameboresha kwa kuwa na wafanyakazi wengi wa mahakama, yani mahakimu. Lakini wakati wanahamisha mahakimu hawa, tunaomba sana kwamba wakati wanahamisha nao wasiwe na muda mrefu wa kuleta hakimu nyingine, ili tuone hizi kesi zinaendelea na kupatiwa ufumbuzi na kuondosha usumbufu kwa wananchi ule wa kwenda na kurudi mara kwa mara mahakamani. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba niende katika mageuzi ya sekta ya utumishi. Mheshimiwa Spika, ni hatua nzuri ambayo imefikiwa sasa. Serikali imekuwa ikituboresha sisi watumishi. Tumeona mishahara imeongezeka, lakini huduma mbalimbali za maposho pia yameongezeka. Hali kadhalika na wafanyakazi wote wamefarijika kutokana na siku hadi siku kuongezeka huduma hizi, lakini pia na kwa upande wa ajira nao pia umeongezeka. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa upendo wake wa dhati ambaye anaendelea kutupa huduma hizi siku hadi siku kupitia Mheshimiwa Waziri na watendaji wake. Mheshimiwa Spika, katika kipengele hichi cha mageuzi ya sekta ya utumishi, naomba nichangie katika kipengele cha B na C ambavyo vyote vinazungumzia maslahi ya wafanyakazi, ikiwemo skimu of service za wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipengele hichi tunavyo vyuo mbalimbali na wafanyakazi wetu na kada mbalimbali ambazo wafanyakazi wanasomea, lakini kuna vyuo mbalimbali wafanyakazi hawa wanakwenda kusoma, lakini na serikali pia imekuwa ikihimiza wafanyakazi wasome ili waondokane na utendaji usio na uhakika au waondoshe mazoea. Mheshimiwa Spika, nakuja katika kada ambazo wafanyakazi wanazisomea. Naomba nije katika kada ya sekretari au makatibu mutasi. Mheshimiwa Naibu Spika, kada hii ni ngumu sana.
Na kada hii ukizingatia wengi wao wanaoisoma ni sisi wakina mama au ni wafanyakazi wa kike. Leo Mheshimiwa Naibu Spika, kazi hizi zote ambazo zinakuja mbele yetu za hotuba za bajeti, zote ni lazima wafanyakazi wetu wa kada ya makatibu muhtasi, lazima wao ndio wanaozifanya kazi hizi. Baadaye ndo zinakuja hapa, Mheshimiwa mawaziri wanakaa wanazisoma, tunazichangia. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nimwombe sana Mheshimiwa Waziri, tuangalie sana watu wa kada hii ya makatibu muhtasi. Nasema hili kwa sababu na mimi ni mlengwa wa kada hii ambayo na mimi nilisomea. Tunajua ugumu wake jinsi ulivyo. Na hata wakati tunapostaafu au wanapostaafu wafanyakazi hawa au kabla ya kustaafu, kuna matatizo mengi yanajitokeza, yakiwa matatizo ya macho, matatizo ya mgongo. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, wakati wafanyakazi hawa wanapoingizwa maposho au kwa upande wa maslahi, mara nyingi wafanyakazi hawa maslahi yao yanakuwa hayako sawa kama zile kada ambazo, kwa mfano kada za afya. Tunajua kila kada ina umuhimu wake, lakini hii kada ina umuhimu mkubwa sana sana kwa wafanyakazi wetu. Mheshimiwa, wafanyakazi hawa wanastahiki na wao waboreshwe, kwa sababu wakati anapoingizwa maposho, mfanyakazi yule anapoumwa, akikaa upande tu kidogo kama haji kazini, maposho yale yanaondolewa na maslahi yao yanaondolewa, ili hali kwamba maposho yale kama wangeachiwa au kukafanywa utaratibu wowote, yule atakayekuja akapewa posho, lakini angalau na yule akawa anafanywa mpango anaachiwa posho lile, ili angalau limuendeleze kwa ajili ya afya yake kwa kupatiwa matibabu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana hawa wafanyakazi wa kada hii uangalie sana, ukizingatia kwamba kada hii kama nilivyosema, wanaume hii kada hawaichukui kwa sababu hii kada ni ngumu sana. Lazima uache kazi zako zote kada hii ili usome na kuifaulu. Lazima uache kazi zote ndipo kada hii utaifaulu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika kusomeshwa kada hii kuna mambo ambayo kule katika mafunzo unapewa au miongozo. Kati ya miongozo au mafunzo mojawapo kwamba kada hii hapa tunao mawaziri, lakini manaibu mawaziri, wanao makatibu wetu muhtasi. Lakini katika kusomea kada hii unaambiwa kwamba Mheshimiwa Waziri anapokwenda kwenye vikao amchukue katibu muhtasi wake, kule anasoma shorthand na hati mkato. Kwa hiyo shorthand na hati mkato inakuwa ni kwa ufupi sana. Yani anachukua minutes za Mheshimiwa Waziri au naibu waziri, baadaye anamtengenezea ripoti. Lakini hii kada hili halifanyiki. Kwa hiyo hii kada unapoteza ule uhalisia wake, yani mtu anapoteza ile elimu ambayo ameipata kule, haifanyiki kazi vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hili naomba nalo liangalie. Mnapokwenda katika minutes, mnapokwenda katika vikao vyenu, mwachukue makatibu muhtasi, mmeweka makatibu wengine, lakini na wao mwachukue kwa ajili ya kuitumia hii elimu yao ili isipotee, kwa sababu wanaweza wakasahau. Na Mheshimiwa Waziri, kada hii upatikanaji wake ni ghali sana. Kwa mfano, kwa upande wa Zanzibar tunacho chuo chetu cha utumishi wa umma au na vyuo vingine vipo ambavyo vinasomesha kada hii, lakini unapata foundation, certificate, diploma na sasa hivi degree. Lakini kwa upande wa degree hasa zaidi kwa hapa Zanzibar sio sana, au kichukua master lazima utoke nje ya nchi, ama uende Uganda, Kenya au nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hii kada ni kuombe tu kwamba ujue ina umuhimu mkubwa sana. Wafanyakazi wetu uwaboreshe ili tuone na wao wanajisikia kama zile kada nyingine ambazo wanaboreshewa maslahi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi mchango wangu ulikuwa ni huo tu. Kwa hiyo
Naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais ambaye anatuongoza na kutupa miongozo yake, lakini pia nimpongeze sana Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea kuzisimamia sheria za nchi hii. Lakini mwisho kabisa, naomba niwapongeze sana wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba na wanawake wa mkoa wa Kaskazini Pemba. Kwa niaba ya wanawake wa mkoa wa Kaskazini Pemba, naomba kuunga mkono hoja hii 100%. Asante Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Jumbe.